Ndugu zangu wa Tanzania mahali popote mlipo na watazamaji wote kwa ujumla, naomba niwasalimie hamjambo, natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi na mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Hatimaye Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kupata suluhu halisi la kujiondoa. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia kwa undani ni kivipi Samia Suluhu Hassan amejiondoa kutoka wapi na sababu ambazo ziliweza kuchangia yeye kujiondoa. Swali la kwanza, amejiondoa kivipi? Vile mnajua taifa la Tanzania tangu liweze kujinyakulia uhuru wa kusherekea ama uongozi, taifa hilo limekuwa likisherehekea kila mwaka uhuru wao tarehe 9 mwezi wa 12 kila mwaka, kwa sababu ikumbuku kwamba taifa hilo liliweza kujinyakulia uhuru mwaka 1961 na mwaka huu wangeenda kusherekea mwaka wa 64 tangu taifa hilo liweze kupata uhuru wao. Lakini serikali kupitia amri jeshi mkuu ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kujiondoa na kusimamisha shughuli zote za maadhimisho ya uhuru katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan amepata suluhu rasmi kwa kujiondoa kutoka sherehe za mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu, sherehe ambazo zimekuwa zikisherehekewa na marais wote kila mwaka katika taifa la Tanzania. Kabla nizame kwa undani, naomba kusoma hili. Samia aagiza Disemba 9 kusiwe na sherehe za uhuru, fedha zipelekwe kwenye kurekebisha vilivyoharibiwa mnamo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025, kumaanisha hakutakuwa na sherehe yoyote katika taifa la Tanzania ya kusherehekea uhuru wa taifa hilo baada ya Samia Suluhu Hassan kuamua kujiondoa kwa sherehe hizo rasmi. Kwa nini akaamua haya yote yaweze kuondolewa? Kabla nizizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Nikiwa huja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wa Umo Kenya TV. Sambaza hii kana kugu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata mtandao wa Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Tangazo la kujiondoa kwa sherehe ambazo zingesherehekewa tarehe 9 mwezi wa 12 liliweza kutolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kupitia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Kuna wale ambao wanajiuliza kwa nini sherehe hii ikaondolewa, ama Samia akaamua kujiondoa kwa sherehe hii ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu. Kulingana na serikali, number 1, wanasema ya kwamba hela zile ambazo hutumika kwa maadhimisho haya mwaka huu haziko. Kama ziko, zinaenda kutumika kufanya marekebisho hapa na pale baada ya maandamano kushuhudiwa katika taifa la Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi jana. Kwa hivyo, kwa sababu sherehe ile inatumia hela nyingi,
hizo hela zimeelekezwa kwingine ili kutoa usaidizi mkubwa na kutoa mchango wa kukarabati yale ambayo yaliweza kuharibiwa wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z na wa Tanzania kwa ujumla, wale ambao walikuwa wanaandamana kufuatia ama kulalamikia uchaguzi uliopita, kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba hasara kubwa iliweza kushuhudiwa ama kusababishwa na hamuna hela za kuenda kusherehekea, ila zitatumika kufanya marekebisho kwa yale ambayo yaliweza kuharibiwa katika taifa la Tanzania. Namba 2, kulingana na mimi sasa, maoni yangu ni maandamano ya Gen Z. Ikumbuke kwamba Gen Z wametangaza maandamano yasiyokuwa na kikomo ambayo yataanza rasmi tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025. Sasa wameona hamuna haja ya kwenda kusherekea pale na kwenda na maafisa wa polisi pale na kwenda na jeshi la polisi pale, ila tu wataweka ulinzi kuhakikisha ya kwamba kuna utulivu, hakuna maandamano taifa la Tanzania. Wala ambao wanaenda kusherekea pale, polisi wataenda na watu wengine wakiendelea kuandamana sehemu zingine. Sasa polisi hawatakuwa kwa sherehe, serikali haitakuwa kwa sherehe, ila tu watajaribu kila wawezalo kuhakikisha kwamba wameweka ulinzi mkali kuhakikisha hakuna maandamano, kwa sababu vijana wa Gen Z waliweza kutangaza kwamba watakuwa na maandamano yasiyokuwa na kikomo kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania limebadilika, haswa kupata uhuru wao, haswa kupata katiba mpya, kwa sababu wanasema ya kwamba wale ambao wako afisini, awe ni rais, awe ni mbunge, awe ni diwani, wapo afisini kinyume na sheria. Ndio maana wanaagiza uchaguzi mpya uweze kuandaliwa katika taifa la Tanzania, tume mpya ya uchaguzi iweze kuteuliwa, na serikali ya mpito iwe inashikilia hadi wakati uchaguzi mpya utafanyika, kwa kile ambacho wanasema ya kwamba serikali iliyopo mamlakani wanadai kwamba is illegitimate, yani sio halali, na mataifa mengine tumeshuhudia yakisema ya kwamba serikali ambayo ipo Tanzania sio halali. Ndio maana wameamua, hata bunge la Ulaya likaamua kukatisha msaada kuelekea taifa la Tanzania, na hata Marekani katishia na kusema ya kwamba wanaenda kuangalia upya uhusiano kati ya Marekani na taifa la Tanzania, kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba uchaguzi uliopita haukuwa wa uhuru na haki na uwazi, kwa sababu kuna wengine ambao waliweza kuuliwa, kuna ule ambao waliweza kuangamia kufuatia maandamano ya hapa na pale. Uchaguzi vile ulifanyika hakukuwa na uwazi, maafa yakashuhudiwa. Ndio maana tukaweza kushuhudia ripoti ambayo iliweza kuangaziwa katika televisheni ya CNN, ambayo iliweza kuweka wazi maafa yale ambayo yaliweza kushuhudiwa, ambayo yaliweza kuhusishwa na maafisa wa polisi kufiatulia wananchi risasi na wengine kuangamia wakionekana kwa kamera. Baadaye wengine tukaonyeshwa wako katika kaburi ambalo waliweza kuzikwa kwa pamoja. What do you think? Kusitishwa kwa sherehe ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025 ni suluhu kwa uongozi wa Rais Suluhu katika taifa la Tanzania? Ni suluhu halisi? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa siasa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you then remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Mukenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also at our subgroups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.